Gharama ya mradi huu hadi kukamilika ni kiasi cha shilingi milioni 149,129,737.50 mpaka kufikia hatua ya uwekaji wa jiwe la msingi. Mradi huu umeshatumia kiasi cha shilingi milioni 80,859,473 kwa mchanganuo ufuatao: shilingi milioni 22,518,150 ni fedha za michango ya jamii na wadau mbalimbali wa maendeleo, na shilingi milioni 58,341,323 ni fedha ya ruzuku ya maendeleo kutoka serikali kuu. Fedha iliyobaki ni milioni 1,658,677. Kwa sababu taarifa ambayo imewasilishwa imeonyesha jinsi gani wapi walipokuwa, wapi walipo na wapi tunakoelekea kama serikali. Leo hii ni jambo la faraja kwa wananchi wa Kikuba, ni kwa sababu ya kuletewa miundombinu ya zahanati katika maeneo yao, na endelea kuridhia kukubali maendeleo ya miundombinu ya afya katika maeneo yenu. Leo hii ingelikuwa wananchi hamjaridhika nayo, kwa kweli serikali ingelikuwa inataraji kufanya haya, lakini yasingewezekana kwa sababu wananchi hamjaridhishwa nayo. Lakini leo hii wananchi, kwa umoja wenu, kwa uzalendo wenu na mashirikiano juu ya kumsaidia rais wetu, kwa kweli mmeridhia miundombinu hiyo kujengwa katika maeneo yenu. Jambo la pili ambalo ninahitaji kuwaomba, tuendelee kuwa wavumilivu kwa muda mfupi ambao umebakia. Ujio wa Mwenge wa Uhuru katika eneo hili kwa kweli ni ishara ya mafanikio juu ya ukamilishaji wa zahanati hii, na nayasema hayo nikiwa na sababu kama ifuatayo. Sababu ambayo imeniambia muendelee kuwa wavumilivu kwa muda mfupi, kwa sababu baba yetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961 wakati anauwasha Mwenge wa Uhuru, moja kati ya mambo aliamini ni swala zima, na ndiyo chombo ambacho kitaenda kuweka matumaini, ndiyo chombo kitakachoenda kuweka upendo kwa wananchi, na ndiyo chombo kitakachoenda kuweka heshima kwa wananchi pamoja na serikali ambayo inawasimamia. Na ndiyo maana tunasema Mwenge wa Uhuru utakuwa unaenda kumulika ndani na nje ya mipaka yetu ili ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini. Ni imani yangu kwamba leo hii ujio wa Mwenge wa Uhuru mahala hapa, kwa kweli sina shaka na ukamilishaji wa mradi huu. Serikali tayari fedha imeshaleta na fedha zipo za kutosha kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati yetu. Niwaombe sana kama wananchi wa Kikuba, tuendelee kuyapa mashirikiano wananchi na viongozi waliopo ndani ya wilaya yetu, na niwaombe sana mradi huu utakapokamilika tuweni waadilifu na watunzaji wazuri wa miundombinu hii. Serikali naamini hapa itakuwa imeanza, naamini haitoishia katika ujenzi wa zahanati. Kuna siku tutakuja kuzungumzia mahala hapa kwamba leo tunazindua kituo cha afya katika eneo hili la Kikuba. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.